Mwaka jana ilikuwa tufundishe kusali. Ilikuwa inatupitisha kwenye sala aliyowafundisha wanafunzi wake. Hii ina nini ndani? Hiyo ni sehemu ya kwanza kabisa, ambayo ni muktadha wa siku hizi 10 ambazo Mungu anatutazamisha. Kuna nini? Muktadha wake hasa ni nini? Alafu ndipo sehemu ya pili ndio itakuwa somo la kwanza ya leo ambalo tutakuwa nalo. Kabla sijaenda kule, tunatazamiwa kugusa uhusiano wetu binafsi na Mungu. Katika somo hili linatukumbusha nguvu ya kuishi na kumpenda na kumtumikia inapatikana katika uhusiano binafsi na Mungu. Somo hili karibu kila siku linazungumza mimi na Mungu wangu kwa kila siku ninachopaswa kuishi. Sehemu ya pili ni familia. Familia ni kipaumbele. Ukiacha mtu binafsi, familia ni kipaumbele cha kwanza. Ukiacha mtu binafsi ambaye ndio namba 1, halafu familia. Kwa hiyo somo linatukumbusha tena kuwekeza katika kumpenda Mungu katika ngazi ya familia na kumtumikia katika ngazi ya familia. Kwa hivyo itazunguka maeneo hayo katika familia, ndani ya mambo ambayo wewe na mimi tunapaswa kuyaishi katika mwaka 2026. Na jambo la tatu ni kanisa, ambako tunatiwa moyo kuona waumini na kujali katika kuishana. Pale tunapoona mwingine anataka kurejea nyuma, somo hili linataka lituelekeze kujali kukubwa mno kwa mwanafamilia katika kanisa, namna anavyoweza kuendelea kuwa shujaa wa msalaba, na ndani ya kanisa pia namna ambavyo tunaweza kutenda makusudi ya uwepo wa kanisa, kwamba ni nyumba ya sala kwa watu wote, kwamba wale wote ambao hawajapata fursa za kujua hii ni nyumba ya sala kwa watu wote, tunawezaje kuwafikia na kuwatia moyo kujua maisha yao yanaweza kuwa na maana kubwa kiasi gani wakimjua yeye aliyemuumba na aliye Mwokozi. Haya maeneo matatu yapo si kwa sababu ya ndani ya siku 10, lakini yako kutukumbusha hayo ndiyo maisha ya kila aaminie, si ndani ya siku 10 hizi, lakini maisha yake maadamu yu hai. Kwa hivyo yanatukumbusha vile, kama ambavyo yale matendo ya huruma hayalengi tutende ndani ya ule mwezi wa 3, lakini yanakumbusha vijana na kanisa kwa ujumla, hayo ndiyo maisha ambayo kanisa linapaswa kuyaishi. Kwa hivyo imeweka tu ndani ya muda ambako ni kilele katika kushuhudia na kusherekea vile Mungu anavyofanya, si kwa ajili tu ya mwezi wa 3, lakini ndio mtindo wa maisha ya vijana kila inapoitwa leo na kanisa kwa ujumla. Siku 10 kadhalika sio mtindo tu wa ndani ya siku 10, lakini zimewekwa kutufundisha hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi maisha yetu yote. Kwa hiyo tutakuwa na fursa ya sala kila mtu peke yake, na kabla hiyo ni nje ya muda huu tunakutana kwenye ibada, lakini katika familia ambazo kule tunakotoka tunaweka nafasi kwa ajili ya wengine, na ndani ya kanisa namna tunavyoweza kuishi kwa lugha nyingine
iko kutuunganisha sisi na yeye, halafu Yesu atuunganishe sisi na watu wake ambao wanahitaji kujifunza Mungu anapenda, na kama vijana walivyomsifu Mungu hapa, wema wa Mungu. Wanapaswa wakazi wa dunia wajue Mungu alivyo mwema na wema wake umetuzunguka. Hayo ni maisha ambayo Mungu wetu ametujalia na anatutamani tuishi hivyo, tukiwa na yeye na yeye akitutumia sisi kwa ajili ya wenzetu wengine. Baada ya kueleza hayo yaliyoko humo ndani, ambayo nitaendelea kufafanua kila kipengele kabla ya kuanza baadhi ya vitu ndani ya somo hili, nitakuwa nikipata nafasi kutumia dakika 5 kuvielezea. Niingie sasa katika muktadha wa somo hili linaelekeza mzigo wake uko wapi hasa. Somo hili linatujia likiwa na kichwa kimoja kikubwa, kufunguliwa. Hilo ndio neno kuu. Mwaka jana ilikuwa tufundishe kusali, lakini wewe usalipo. Hii ni kufunguliwa. Sasa katika ulimwengu wa neno kufunguliwa leo, katika ulimwengu wa kidini, tusipoelewa vizuri tutaelekeza akili zetu kwingine, kwa sababu leo kila kitu unasikia tunafunguliwa mikosi ya ukoo, tunafunguliwa ugonjwa. Mtu anaugua anasema afunguliwe, hajapata mtoto kuna huduma ya kufungulia, ama wanasikia kuachilia lugha zingine. Kama ni habari za mahusiano, anasema amefungwa mara yanafunguliwa. Kama ni habari ya kiuchumi, wanasema uchumi umekwama mahala, kuna kufunguliwa. Sasa kwenye ulimwengu huu ambao hili neno kufunguliwa limekuwa linatajwa sana, ni rahisi akili zetu kutoka kwenye eneo ambalo Mungu ameelekeza kanisa lake. Kwa hiyo linaitwa kufunguliwa, na ni tafsiri ya neno la Kiingereza. Katika utunzi wa neno hili ni katika lugha ya Kiingereza linatumia neno unleashed. Unleashed ni neno la Kiingereza lenye maana ya fungulia, kwa maana ya kamba imemfunga mnyama, na hili neno linatumika kuonyesha fungulia mnyama aliyefungwa, na hasa mbwa amewekwa kama katika kizuizi cha kamba shingoni. Leige, ambayo ndio neno ile Old French original yake, ambao Kilatini wanaita laxus, ambacho hilo neno ndio maana achilia, mfungue, ondoa kamba shingoni, ili aweze kwenda kutekeleza jambo fulani. Na hilo ndio neno unleashed kwa Kiingereza. Sasa kwa Kiswahili kusikia kufunguliwa ni rahisi kutoka eneo hilo. Kwa nini kufungulia? Sasa sikiliza vizuri, kwa nini somo hili linataka tujue kitu gani hasa. Somo hili limejenga juu ya Roho Mtakatifu peke yake. Roho Mtakatifu, kwamba tunaweza kuruhusu tendaji Roho Mtakatifu na tukafunguliwa na yeye, na anatufungua kwa kufanya nini? Sikiliza vizuri muktadha wa somo hili, siku 10 zote. Hii ni kwenye sehemu ya kwanza ambayo ni muktadha wa somo la siku zote 10. Mzigo wake uko wapi? Ni Roho Mtakatifu. Kwa nini Roho Mtakatifu na kufunguliwa? Kwa sababu sio kufunguliwa ugonjwa, sio kufunguliwa uchumi, sio kufunguliwa mahusiano na wanadamu, sio kufunguliwa habari ya hiki katika uzima wa sasa. Hapana, ni kufunguliwa kuna kuhusu na Roho Mtakatifu. Mwandishi ameeleza
miongoni mwa ahadi kubwa na ya thamani kuliko zote ni Roho Mtakatifu. Lakini kwa bahati mbaya waumini wameifungua ahadi kidogo sana, haijafunguliwa inavyotakiwa. Ndio maana nasema usikie kwa nini unleashed, kwa nini kufunguliwa. Ni swala la Roho Mtakatifu. Kwa nini uelewa wetu umekuwa mdogo sana kuhusu Roho Mtakatifu, na hivyo hatufunguliwi kwa sababu hatuijui hiyo ahadi. Na tunapofunguliwa na kuwepo kwa Roho Mtakatifu, ni nini hasa mwandishi anaeleza, nini matokeo yake? Biblia zina aya nyingi sana kuzungumzia juu ya Roho Mtakatifu, na kwa kweli ni nyingi sana, Agano la Kale na Agano Jipya. Wewe andika tu, nitataja hizi aya chache na nitataja maneno haya, lakini wewe andika. Aya mojawapo ni kitabu cha Nabii Isaya sura ya ile 44 na ile aya 3. Hapa anazungumzia juu ya kumimina Roho Mtakatifu kwa watu wake. Huyo ni Nabii Isaya huyo. Roho Mtakatifu atamiminwa kwa watu wake. Na sio tu kwenye hii aya, nataja tu nikiruka, nikitaja tu kwa mtasari usikie. Roho Mtakatifu atamiminwa kwa watu wake. Lakini pia Nabii Ezekiel, nimetaja Isaya kwa sababu ni kabla Israeli hawajaenda, Yuda hajaenda utumwani, ndio maana nataja hivyo. Lakini naenda kwa Ezekiel kwa maana tayari Yuda iko utumwani, na Mungu anamtumia Ezekiel kwenye ile Ezekiel 36 na ile aya 26 na 27. Nitatoa roho yangu ndani, na anazungumzia nitawapa roho mpya, roho yangu ndani yao. Wakati sisi tunazungumza huenda ni badiliko la mioyo yetu, lakini Mungu anazungumzia uwepo wa Roho Mtakatifu kwa watu wake. Na hicho ni kipindi Ezekieli akiwa utumwani, Mungu akimweleza. Isaya ni kabla hawajaenda utumwani, Ezekieli ni baada ya kwenda utumwani, wakiwa utumwani. Iko aya ambayo inafahamika mara nyingi sana katika muktadha wakati wa mwisho, ambayo ni nabii Yoeli. Katika Yoeli sura ya 2 ile aya 28 mpaka 32, anapozungumzia nitamwaga roho juu yao na wana wenu binti zenu, nani watatabiri, wataota ndoto, wataona maono. Na Petro alitumia hiyo aya kuelezea kilichotokea siku ya Pentekoste, na kinukuu kabisa ni kile alichonatabiri Yoeli katika siku za mwisho. Kwa hiyo Petro alijenga kwanza hotuba yake juu ya utimilifu wa nabii wa Yoeli, lakini akisonda kidole mbele katika siku za mwisho. Kwa hiyo alichokuwa anasema, hii sio siku za mwisho, ila ni utendaji wa alichoonyeshwa nabii Yoeli, na sasa ni kama ndio uzinduzi wake. Alipozungumza pale, akahama akaenda juu mbinguni, Yesu ameketi, na kwa sababu ameketi ndio maana Roho Mtakatifu amekuja ili awape Israeli toba na msamaha wa dhambi. Kwa hiyo hotuba ya Petro ilikuwa juu ya Yesu na kuja kwa Roho Mtakatifu kama ishara Yesu ni nani. Haikuwa kuhusu kunena kwa lugha. Pentekoste sio unenaji wa lugha, wala Pentekoste sio habari ya miujiza. Pentekoste ni kwamba inua macho uone nani sasa hivi, Yesu ni nani sasa hivi. Halafu kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa ni kuambia wanafunzi tayari Yesu ni mfalme na ni kuhani, na yuko mbele za Baba kwa ajili yetu tupate msamaha na ondoleo la dhambi. Ndio utaiona hizo aya akizungumzia Petro kwa sura ya 2 na ile aya 30 mpaka aya 32. Na akizungumza hayo yote ndio unaona watu waliobatizwa siku ile. Lakini alianza kwa Roho Mtakatifu kama alivyotabiri nabii Yoeli. Lakini Yesu amezungumzia juu ya Roho Mtakatifu kabla ya kifo chake, baada ya kufuka kwake. Na ziko aya nyingi sana kwenye kitabu cha Mathayo, cha Marko, kwenye kitabu cha Luka na kitabu cha Yohana, na hasa kwa wingi mno kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Lakini andika tu hizi aya. Yesu kabla hajafa alitamka kwenye Yohana sura ya 14 na ile aya ya 16 na 17.
nitawaletea msaidizi mwingine. Kiingereza anatumia neno another comforter, mfariji mwingine. Lakini hiyo anapotaja ndio Roho wa kweli, anamtaja moja kwa moja. Kwa baadhi ya watu ambao wanamchanganya, wanasema Yesu Kristo ndio Roho Mtakatifu huyo alipoenda na akarudi ndio yeye huyo. Yesu amezungumza neno tofauti. Siku moja wanaambia watu wa Mungu ya kwamba unajua tafsiri hizi za lugha ya Kiswahili, Kiingereza na zingine zinaweza wakati fulani zinaweza ukafikiri ni kitu kinachosemwa kile, kwa sababu tunataka tuyaweke kwenye matumizi yetu. Lakini anaposema msaidizi mwingine, Parakletos, Alos, yale maneno ambayo ametamka kama mfariji kama nani, msaidizi mwingine, ni ametumia neno Alos. Na unajua Wayunani wana maneno mawili yenye maanisha ya mwingine. Moja ni Alos na jingine ni heteros. Sasa akitaja Alos anazungumzia mwingine wa aliye na sifa kama zangu. Another of the same nature, same kind. Alos. Akitaja neno heteros ni mwingine asiye kama mimi, kwa maana ya sifa hana kama mimi. Another, heteros. Sasa hapa ametumia neno Alos, na waletea msaidizi mwingine, kuonyesha wale wanaofikiri eti Yesu alipoenda mbinguni alafu ndiye atakashuka akiwa huyo kwa mfano wa Roho Mtakatifu. Hapana, ni mwingine ila ana sifa kama alizonazo yeye. Na ndio maana watu wanaodhani Roho Mtakatifu sio Mungu, ukienda kwenye lugha ya moja kwa moja kwa Kiyunani inaitengua hiyo hoja, kwa sababu anakuja mwingine aliye kama mimi, mwenye sifa kama zangu. Na ndio maana utaelewa ni kwa nini watu wanataka kusema Yesu sio Mungu, kwa sababu kisha sema Yesu sio Mungu, moja kwa moja Roho Mtakatifu pia hawezi kuwa Mungu. Na kwa bahati mbaya, kama Roho Mtakatifu hawezi kuwa Mungu, basi hakuna atakayeokolewa. Na ndio maana ni vizuri kujua kwa nini msitizo mkubwa ndani ya siku 10 Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Na baada ya kifo chake akafuka. Ziko aya pia nyingi alizozieleza, lakini mojawapo aliyoeleza ni imeandikwa kwenye kitabu cha Matendo sura ya 1 aya ile ya 4 na ya 5. Anawaambia ya kwamba angalieni na wareteeni ahadi ya Baba yangu, Roho Mtakatifu. Kaeni kwanza na waletea ahadi ya Roho Mtakatifu. Hata ukienda Luka 24 utaangalia kuanzia aya 45 mpaka 49, anazungumzia subirini kwanza mvikwe uwezo utokao juu. Anazungumzia juu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kabla hajafa alizungumzia Roho Mtakatifu, na baada ya kufuka kwake alizungumzia Roho Mtakatifu. Mwandishi anasema hii ahadi haijafunguliwa kwa kiwango cha juu cha waumini. Roho Mtakatifu ndio maana ipo kufunguliwa. Hakuko kwenye uchumi, haiko katika afya, haiko katika uzao, haiko katika lolote. Kufunguliwa huku kunakotajwa ni uwepo wa Roho Mtakatifu ambaye atatufungua tukiruhusu uwepo wake. Kuna ambacho naenda kukieleza sasa hivi, kwa nini Roho Mtakatifu katika jambo hili kubwa ambalo linahitajika ndani ya siku hizi 10. Hicho ndicho anachoeleza. Kwa nini haijafunguka hivyo kwake? Ni kwa sababu uelewa juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu ni mdogo sana. Nitapata mfano tu katika Biblia. Niombe tu pastor, kama una microphone hapo, tusome katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 7 aya ile ya 7 hadi ya 11. Na hii ni aya ambayo inaonekana kunakshi sana katika fursa ya sala, lakini iko uelewa wetu na hiyo aya uko nje kabisa, na ni vizuri kufahamu. Hebu soma Mathayo sura ya 7 na ile aya ya 7 hadi 11. Biblia takatifu inasema, Mathayo 7:7. Ombeni nanyi mtapewa. Sawa. Tafuteni nanyi mtaona. Ndio. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Sawa. Aya ya 8. Ya 8. Kwa maana kila aombaye hupokea. Ndio.
naye atafutaye huona, huona. naye abishaye atafunguliwa. Ndio. Aya ya 9. Ya 9. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akiomba samaki atampa nyoka? Ndio. Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, Sawa. je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Umesikia anachokieleza pale? Ombeni nanyi, tafuteni nanyi, bisheni nanyi. Sasa haya maneno huwa tukinapoyasikia, anasikia omba utapewa, tafuta, bisha. Sasa usikilize sasa anachokieleza. Utazungumzia mahitaji yetu, nitazungumzia afya yangu, tazungumzia kama ni mwanafunzi anazungumzia kufaulu, anatafuta ajira anazungumzia katika kuomba kazi, ni mgonjwa tazamia abishe na kumfungulia, maana yake ni yeye aweze kupona, na hivyo na hivyo na vile na vile. Lakini Biblia inaeleza kama ninyi mlio waovu mnaweza kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vema, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa mema? Sasa naposikia neno mema, ni kweli kwamba ukiangalia afya nzuri ni mema, ukiangalia hiki ni mema, lakini hivi kweli ndicho anachomaanisha? Nenda Luka 11, Injili kama ilivyoandikwa na Luka 11, na usome ile aya ya 11 hadi aya 13. Sikiliza hicho anachosema hapa. Luka 11:11 hadi 13. Maana ni yupi kwenu aliye baba? Labda uanze ile aya ya 9. Aya 9 inasema nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa. Ndio. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Aya 10, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba? Ndio. Ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki, badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa inge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, ndio, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Sana nawasikiliza vizuri hapa. Kwenye ile Mathayo sura ya 7 alimalizia na ile aya ya 13 akisema, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa mema wao wa mwombao? Kwenye Luka anamalizia hiyo aya ya 13, je, Baba yenu wa mbinguni hatawapa nini? Hatawapa nini kanisa? Roho Mtakatifu. Hizi aya hazizungumzii tuombe mkate, tubishe kwa ajili ya mkate. Hakuna. Yesu anazungumzia Roho Mtakatifu. Na kwa sababu katika ulimwengu wa kidini hizo aya unasikia mtu, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni mtafunguliwa. Kwa hiyo hivi unafunguliwa, ukiomba unabisha, unafanya hivi. Kumbe hasemi hayo, anazungumzia Roho Mtakatifu. Na ni kwa sababu ya kutoelewa hii ahadi haijafunguliwa kwa kiasi kikubwa na waamini hiyo. Kwa hiyo badala ya kukazana kuomba hayo, Biblia inatueleza muktadha wa ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Anachokitaja ni habari
za Roho Mtakatifu. Nione ambao wamenielewa, nyosha mkono jioni hii ya leo. Asante. Ni habari za Roho Mtakatifu, na hii ndio imesababisha somo hili litembee kwa kichwa kinachosema kufunguliwa. Tusipojua hicho, hii tutaiona ni fursa ya kuweka vikapu. Tujazie unga, tujazie hiki, tufanye hiki. Maana somo linasema kufunguliwa. Ni vizuri kufahamu anachozungumza ni Roho Mtakatifu. Siku hizi zote 10 ajenda ni Roho Mtakatifu. Tukimpata yule, tumempata Yesu Kristo. Tukimkosa yeye, tumekosa mbingu. Tutakuja kuona hapo baadaye, sio leo. Hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza inayoeleza kwa nini hili somo lina hili neno kufunguliwa, ambayo bii yake kwenye hili somo, kwa nini kufunguliwa, Roho Mtakatifu ni kwa sababu gani? Ninyi mnakumbuka alieleza kwenye Matendo 1:8, ambayo ni aya muhimu sana katika Agano Jipya. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, hata mwisho wa nchi. Roho Mtakatifu haji kwa sababu tunene kwa lugha, tufanye miujiza. Yesu alitaja akasema, huyo atanishuhudia mimi. Kazi kubwa muhimu mno ya Roho Mtakatifu, kwa nini amekuja, ni kuhakikisha mimi na wewe tunamjua Yesu Kristo. Ndio maana Petro alisema Roho Mtakatifu amekuja kwa sababu Kristo ameketi, amekuja kutujulisha Yesu ni Mwokozi, ni mwombezi, kuhani mkuu, ni mfalme. Ngoja kuona jinsi inavyozungumzwa hiyo. Lakini jambo la pili, hayo mnayafanyaje? Mtakuwa mashahidi. Mtakuwa kwenye mwendo toka Yerusalemu, nenda Uyahudi, nenda Samaria, hata mwisho wa nchi. Ishara ya juu isiyo na kizuizi, nisikize vizuri, inayoonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu yu kazini. Moja ni namna ninavyomjua Yesu. Yesu ni nani kwangu? Na tutakuja kuangalia somo la kwanza. Ndio maana kwa somo la kwanza tunapokwenda hii sehemu ya pili, ambayo ndio somo la kwanza kabisa katika hizo siku 10. Na ni kazi ya Roho Mtakatifu kuhakikisha tunajua Yesu ni nani. B, kazi kubwa ya pili ya Roho Mtakatifu ni sisi kuwa mashahidi. Na shahidi maana yake tunaweza kueleza Mungu alivyo kwa maisha yetu na kwa maneno yetu. Hii inaitwa shahidi, witness, maritus. Hii ndio wajibu wake mkubwa sana. Katika ile ya kwanza, kumjua yeye, ndipo unasikia neno tunda la Roho inayotajwa kwenye Wagalatia 5. Hii ya pili katika kuwa mashahidi, ndio unazungumzia juu ya karama za Roho, ambazo kazi yake ni huduma kwa ajili ya wanadamu wenzetu. Kwa hiyo ni vizuri ujue, ndio maana anatoa tunda la Roho, anatoa tunda kwa maana ya tabia, na anatoa karama. Hana wajibu mwingine wowote isipokuwa huo. Anatoa tabia ya Yesu na anatupatia karama ili tutumike kwa ajili ya ufalme wa Mungu.
Ni hizo sababu kubwa mbili peke yake. Kwa hivyo anaposema tumefunguliwa, maana yake tunatumika, tunakwenda katika mwendo, na lakini pia tukiwa tumeungana na yeye.